Zimehitimu 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Hujambo na karibu kwa muhtasar wa Dira. Mimi naitwa Omar Aboud. Mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were alipigwa risasi 5 akiwa karibu. Uchunguzi wa maiti yani postmortem kwenye mwili wake ulionyesha viungo muhimu ikiwa ni pamoja na moyo vilikuwa vimelengwa na risasi moja kwa moja. Mwanapatholojia wa serikali Johansson Audwor amesema Were alifariki kutokana na kutokwa na damu nyingi. Alipata majeraha 5 ya risasi huku risasi mkononi na kifuani zikichanika kupitia viungo vyake muhimu. Uchunguzi wa maiti ulifanyika katika makafani ya mazishi ya Lee mnamo Mei 5 huku washukiwa 4 wakiwasilishwa kortini katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Hakimu Irene Gishobi ameruhusu polisi kuwazuilia washukiwa hao kwa siku 30 ili kusubiri uchunguzi zaidi. Timu hiyo inapanga kufanya msako zaidi katika nyumba za washukiwa kama sehemu ya uchunguzi ya mauaji hayo. Rais William Ruto ametupilia mbali hatua ya wapinzani wake ya kukariri kauli ya mbiu ya Ruto must go, akiitaja kuwa haitoshi kumng'oa madarakani katika uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika uzinduzi wa miradi ya eneo la Nyakite, kaunti ya Migori, Rais Ruto amekashifu wapinzani wake wa kisiasa kwa madai ya kukosa mpango na badala yake kuibua chuki dhidi ya serikali, huku akisisitiza kuwa anaendelea kupatia kipaumbele utekelezaji wa ahadi alizotoa kwa Wakenya. Matamshi haya yanajiri siku moja tu baada ya muungano mpya uliobuniwa kujaribu kumng'oa madarakani kukutana katika makazi ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua huko Wamunyoro kwa hafla maalum. Wakiongozwa na Gachagua, viongozi hao kila mmoja alikashifu serikali, huku kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akifufua tena kauli ya Ruto must go. Kwingineko, maafisa 4 wa polisi wanakabiliwa na mashtaka ya uhalifu katika kuua mtoto Upendo na wengine 39 wakati wa maandamano ya upinzani wa mwaka 2017 mjini Kisumu. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP ametaja ukosefu wa ushahidi kwa sababu iliyofanya mashtaka mengine 8 kufutwa. Maafisa 12 wa polisi wakiwemo makamanda wakuu wa polisi wamehusishwa na kesi hiyo. Shirika la Amnesty International Kenya limefichua kuwa maombi yaliyopangwa bado yanaendelea kwa maafisa 4 wa polisi. Uamuzi wa DPP unakuja miezi kadhaa baada ya mahakama ya rufaa mnamo Machi 21 kutoa uamuzi kwamba maafisa hao 12 wanapaswa kukabiliwa na mashtaka 47 ya uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa maandamano. Waendesha mashtaka wameambia mahakama kuwa John Chengo Masha, afisa mkuu, alishindwa kuzuia uhalifu uliofanywa na maafisa wenzake. Kesi hiyo ni mara ya kwanza kwa polisi wa Kenya kufunguliwa mashtaka chini ya sheria ya kimataifa ya uhalifu ambayo inalenga wale waliohusika na ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu na uhalifu wa kivita. Hatimaye, kutoka rubaa za kimataifa, Pakistan imefanya jaribio la pili la kombora la masafa marefu, huku Iran ikituma waziri wake wa mambo ya nje kujaribu kuyapatanisha mataifa mawili yenye silaha za nyuklia. Taarifa ya Pakistan iliyotolewa hapo jana imeelezea kuwa jeshi la nchi hiyo limefanya jaribio la kombora lenye uwezo wa kusafiri umbali wa kilomita 120. India inaishutumu Pakistan kwa kuhusika na shambulio baya zaidi dhidi ya watalii katika eneo lake la Pahalgam huko Kashmir, tuhuma ambazo zimekuwa zikikanushwa na serikali ya Islamabad na kutaka uchunguzi huru ufanyike. Pakistan imelisifu jeshi lake kwamba liko imara na kusisitiza kuwa majaribio hayo yanalenga kuhakikisha kuwa wanajeshi wako tayari na kuthibitisha iwepo vigezo muhimu vya kiufundi vimekamilika na kwamba silaha hizo zinaweza kutumiwa kwa usahihi. Mzozo kati ya India na Pakistan unaendelea kufuka baada ya shambulizi la mwezi uliopita katika eneo linalozozaniwa la Kashmir. Tamati ya muhtasar wa Dira kwa sasa. Taarifa hizi na nyingine nyingi zidi kuitegea Iqra FM na mimi endelea kuniita Omar Aboud. Kwa habari zaidi na matukio endelea kutegea Iqra FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.iqrafm.com au www.iqrafm.webradiosite.com tukuangazie yote yanayojiri. Iqra FM 95.0, idhaa iliyo tofauti.
ambayo umeyaficha katika moyo wako